Kwa hiyo hilo ni tangazo letu. Lakini pia tuzidi kuombea nchi yetu na wale ambao wamevunjika moyo kwa waliotokea katika taifa letu kutokana na vifo hivyo vilivyotokea, na pia harakati zote zilizoendelea. Tuzidi kuliombea taifa letu pamoja na Watanzania wote kwa jumla. Tusiache kuliombea taifa letu siku zote. Amen. Hata kama tulijifunza siku za nyuma, hata kama kuna vitu vinaenda tofauti na unavyotazamia wewe au unavyotaka, tuna wajibu wa kuliombea ili taifa. Kwa sababu tuko hapa sisi. Hakuna mwananchi anaitwa mwananchi kwa dini yake, rangi yake, wala kabila lake. Wote sisi ni wananchi. Kwa hiyo kama ni mwananchi, maana yake ni mwana wa hii nchi. Omba, kuna kusudi kwa nini Mungu akuweka Tanzania hujazaliwa Uchina. Kwa hiyo una sehemu katika nchi. Baraka za nchi una sehemu yake. Lakini pia kutokea changamoto kwenye nchi pia utahusika. Haijalishi ni mtumishi wa Mungu. Hivyo ombea taifa letu. Na kama umeathirika kwa namna moja nyingine kwa yaliyotokea huko, pia samehe. Lakini pia ombea wale ambao wamepitia hizo changamoto ambazo ni kubwa kwa kweli, ambazo pengine zingetupata sisi au mimi au wewe, hata nguvu pengine kuwepo hapo tusingekuwa nayo. Kwa hiyo tuombe kwa ajili ya hayo. Amen. Sawa, basi tutaenda kujifunza ujumbe wa leo ambao una kichwa kinachosema. Ujumbe wa leo utakuwa ni mfupi tu ili kupata nafasi pia kuomba na kwenda kutafakari zaidi. Ujumbe wa leo una kichwa kinachosema tupo majira ya kufunga na kuomba. Tupo majira ya kufunga na kuomba. Awali yote naomba nielezee kidogo mabadiliko ya tabia za wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu alikuwa na wanafunzi 12 alioita mitume, lakini alikuwa na wengine zaidi ya 500. Na hawa wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa wanatembea na Yesu kila wakati, kulikuwa kuna vipindi ambavyo walipitia katika maisha yao ambavyo pengine sisi wengine hatujapitia. Kipindi cha kwanza ni kipindi ambacho walikuwa na Yesu, na kipindi cha pili ni kipindi ambacho hawakuwa na Yesu katika mwili. Sisi hatujapitia hivyo vipindi viwili. Sisi tumezaliwa katika kipindi cha pili cha kutokuwa na Yesu katika mwili. Lakini wanafunzi wa Yesu walipitia vipindi viwili. Kipindi cha kwanza ni kipindi ambacho walikuwa wanatembea na Yesu katika mwili, na kipindi cha pili ni kutembea na Yesu wakati hayupo katika mwili. Kwa kuna vitu viwili pale ambapo walikuwa navyo, wana experience mbili tofauti. Sasa nataka tujifunze haya mambo ili yaweze kutusaidia. Sasa kipindi ambacho wanafunzi walikuwa wanatembea na Bwana Yesu wakiwa katika mwili ni kipindi ambacho walikuwa kama watoto. Unajua mzazi akiwa na mtoto, kipindi ambacho mtoto anaye mzazi, tunasema ni kipindi cha kudeka, si ndio? Ni kipindi ambacho chochote anachokitaka anakipata, chochote anachokitaji anakipata, kipindi cha kubembelezwa, kipindi cha kusaidia kila kitu. Lakini unapofika wakati ambapo mzazi anaondoka, aidha anaondoka duniani, lakini hata sio duniani, anakaa mbali na ule mtoto. Asilimia kubwa watoto ambao wanabadilika tabia ni wale watoto ambao walikuwa katika hali za kukaa nyumbani alafu wanapelekwa bweni, shule za bweni. Kule mara nyingi wakifikaga mara ya kwanza wanakuwa katika hali mbaya sana, kwa sababu kwa shazoka nyumbani, mama huyo hapa, baba huyo hapa, kaka huyo hapa, dada huyo hapa. Sasa hivi wanakutana na wenzao kule vile. Tabia zao zinabadilika. Mara kwanza wanapitia kipindi kigumu, lakini baadaye wanazoea, wanakuwa wanabadilika. Lakini pia inapotokea mzazi anaondoka duniani, anafariki, pia tabia za ule mtoto zinabadilika. Hali kadhalika na Kristo naye, kipindi ambacho alikuwa anatembea na wanafunzi wake duniani ni tofauti na kipindi ambacho ameondoka alafu wanafunzi wamebaki peke yao. Kipindi ambacho Kristo yupo, walikuwa wakikutana na changamoto yoyote iliyokuwa ngumu kuliko zaidi ya uwezo wao, walikuwa na haraka na mkimbilia Bwana Yesu kwenda kuwasaidia. Wakiwa na swali lolote gumu, haraka walikuwa wanamfuata Bwana Yesu, wanaenda kumwambia tunaomba tusaidie. Kwa mfano kuna kipindi ambacho watu walifuata wakamwonyesha Yesu majengo ya hekalu. Wakamwambia, wanafunzi walimwonyesha majengo ya hekalu, angalia jinsi alipopambwa vizuri kwa sadaka za watu na vito. Yesu akamwambia, mnaona haya yote hapa? Alitasalia jiwe ambalo alitabomoshwa. Alishia hapo Yesu akueleza zaidi. Baadaye wanafunzi alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni kama kawaida yake, wakamfuata kwa faragha, wakamwambia, hebu tuambie mambo haya yatakuwa lini? Nao ni nini dalili ya kuja kwako na mwisho wa dunia?
Yesu akaanza kueleza pale kwamba itakuwa hivi, itakuwa vile, itakuwa vile, itakuwa vile. Wakati yote mambo yote yakatiririka pale vile. Yesu akaeleza bila kuwaficha. Na mambo mengine mengi utaona Yesu alikuwa anasaidia. Kipindi ambacho Yesu alikuwa anaeleza mfano mpanzi. Kipindi ambacho anaeleza mfano mpanzi ni kwamba alikuwa na wanafunzi na watu wengine ambao walikuwa sio wanafunzi. Akamwambia ufalme wa mbinguni umefanana na mpanzi aliyekwenda kupanda mbegu zake, nyingine zikaangukia huku kule na kule. Baadaye pale kuelezea ule mfano. Alipokuwa peke yake mlimani, wanafunzi wakamfuata, akamwambia mtu tufafanulie mfano wa mpanzi. Sasa nyingine akamwambia mtu tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Tufafanulie mfano huu na ule na ule. Kwa hiyo Yesu alikuwa anafafanulia wanafunzi. Kwa hiyo wanafunzi walikuwa wanapata faida nyingine ya pili kwa sababu Kristo alikuwepo katika mwili. Na walipokuwa wanamfuata kuna Yesu akamwambia nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, lakini kwa wengine hawakujaliwa. Kwa hiyo walikuwa wanapata kafaida kingine cha ziada kila mahali. Sio tu katika kufundishwa, lakini hata pia katika matukio mengine, kwa mfano ya pepo. Walikuwa wakikutana na mapepo ambao ni sugu sana. Kwa sababu kuna mapepo ambao ni sugu hata sasa hivi. Kuna pepo ambazo ni sugu lakini kuna nyingine zinatoka kirahisi. Sasa kuna kipindi walikuwa wakikutana na mapepo ambao ni sugu. Walikuwa wanaenda kufuata Bwana Yesu. Ndio soma Mathayo 17:14. Mathayo sura 17 na mstari wa 14, nitasoma hadi mstari wa 21. Nataka tuangalie jinsi Bwana Yesu alipokuwa anatembea na wanafunzi wake na walipokuwa na faidika na uwepo wake. Anasema nao walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti akisema, hichi ni kipindi Bwana Yesu anatoka mlimani anashuka sasa chini na wanafunzi wake watatu. Bwana, umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu anawaambia sasa na wanafunzi wake. Alikuwa anaambia kizazi kilichopotoka, kisichoamini, sio yule baba wa mtoto, isipokuwa na wanafunzi wake ndio alikuwa anawaambia nyinyi ni kizazi kilichopotoka na kisichoamini. Nitakaa nanyi mpaka lini? Yesu akamkemea pepo naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Umeona? Kwa hiyo wanafunzi walijua wiki ikishindikana Yesu atakuwa msaada. Na kweli Kristo alikuwa anabebea mzigo. Lakini tuendelee mstari 19 anasema kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faraga wakiwa peke yao. Wakasema mbona sisi hatukuweza kumtoa? Maana walijua tukishindwa kumtoa huyu Yesu atakuwepo. Lakini wakaenda wakamwambia mbona sisi tulishindwa kumtoa huyu pepo? Yesu akamwambia kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali mtaambia mlima huu ondoka hapo uende kule, nao utaondoka. Wala hakutakuwako neno lisilowezekana kwenu. Mstari wa 21 ambao upo katika mabano makubwa. Anasema lakini namna hii, namna gani? Hiyo ya kutoa pepo zilizo sugu. Namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa kufanya nini? Kwa kusali na kufunga. Kwa hiyo kumbe wale Kristo asingekuwepo, alafu yule pepo angelipuka kama alivyolipuka pale. Maana yake wale watu wasingeweza kumtoa yule pepo. Yule baba angebaki na mtoto wake na kifafa vile vile. Lakini kwa sababu Kristo yupo, aliwasaidia kuwatoa katika lile tatizo, ile aibu ambayo iko mahali pale. Kwa sababu yule Bwana aliwashtaki, akamwambia wanafunzi wako nimewaletea wameshindwa. Wanafunzi 9 walipambana na pepo mmoja wakashindwa kumtoa. Kristo akaja kumtoa. Kristo akamwambia hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na sala. Sasa naomba nisome tena andiko lingine katika kitabu cha Mathayo sura ya 9 mstari wa 14 ambalo linaunganika na muunganiko na huu. Mathayo sura 9 mstari wa 14. Biblia inasema wakati ule wanafunzi wake Yohana wakamwendea wakasema, kwa nini sisi na Mafarisayo tuwafunga bali wanafunzi wako hawafungi? Hao wanafunzi wa Yohana walijua tayari kosa au changamoto au udhaifu uliokuwa kwa wanafunzi wa Yesu. Nitarudia pale. Wakati ule wanafunzi wake Yohana wakamwendea wakasema, kwa nini sisi na Mafarisayo tuwafunga bali wanafunzi wako hawafungi? Yesu akamwambia, wale walikuwa harusini wawezaje kuomboleza muda bwana harusi akiwa pamoja nao? Wale walikuwa harusini wanawezaje kufunga? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga. Umeona hilo neno? Anasema siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi ndipo watakapofunga.
Kwa hiyo Kristo alikuwa anaona jinsi walivyo wadhaifu na alikuwa anajua kasoro yao. Hawakuwa wamekamilika wanafunzi wa Yesu. Hawakuwa wamekamilika hata kipindi wanatembea na Yesu, walikuwa hawajakamilika. Ndio maana walitoa wanafunzi bado walikuwa kwa darasani. Na Yesu aliwajua kabisa wana tatizo la kutokufunga. Wana tatizo la kutokusali. Na alijua hilo ndio linalosababisha washindwe kufanya mambo mengi, washindwe kufungua milango mingi. Alilijua hilo tatizo. Ndio maana anaambia nitakaa na nyinyi mpaka lini, nitachukuliana na nyinyi mpaka lini. Hali hii haitoki, namna hii haitoki isipokuwa kufunga na kusali. Na hilo tatizo sasa kwa kipindi sio Kristo alikuwa analiona tu, paka wanafunzi wa Yohana wakawa wanaliona. Wakawa wanashangaa inakuwaje huyu mtu mkuu namna hii? Yesu anatembea na wanafunzi wavivu na legevu namna hii. Ikabidi wamfuate wakamuuliza, mbona sisi pamoja na Mafarisayo ambao unawakemea Bwana, unasema hawa Mafarisayo wanafiki, pamoja na Mafarisayo tunafunga lakini wanafunzi wako hawafungi. Tukifika mahali wenyewe wanakata masuke. Tukifika mahali wenyewe ndio wa kwanza kula. Wanakula mpaka wanasaza, wanasahau pa kuchukua makapu, wanakula. Lakini hataki kuona kifunga, hataki kuona kisali. Mbona hivyo? Kristo akamwambia nyinyi subirini. Sasa hivi wako na bwana harusi. Utafika kipindi bwana harusi ataondolewa. Nitafika kipindi nitaondoka, mtaona nafunga. Bwana Yesu nasikia sana. Mtaona hapa nini? Wanafunga na kusali. Ni kweli wewe una harusini, umealikwa kwenye harusi. Halafu unafunga. Kuna harusi yote ambayo mnaenda mnafunga? Hakuna harusi yote unaenda unahudhuria afu kule hakuna kula. Kwanza anasema harusi ni kula na kunywa. Ukitaka kujua hasira za watu, mwalike mtu kwenye harusi. Halafu sio kose chakula, ale asishibe. Ndio utajua hasira za watu na uchungu wa watu kwa wapi. Ndicho kitu kilicho Kristo alichokuwa anakimaanisha hapa. Anasema sasa hivi kuna bwana harusi, wanamuona hapo anadeka. Chochote tu pepo likitokea haraka anaenda kumwambia. Sasa nyingine walikuwa baharini tukatokea tufani. Wakajaribu kutafuta makazi wakashinda, wasema tunajisumbua nini? Kuna bwana mkubwa kalala kule chini. Wakaenda wakafuata akamwambia bwana mkubwa, tuokoe tunaangamia. Kristo akamka pale kwa hasira akamwambia enyi wenye imani haba. Kila siku walikuwa wanakemea wanafunzi wake, lakini walikuwa hawabadiliki, wako vile vile. Waangaike nini sasa? Waangaike kutafuta suluhisho la nini wakati bwana mkubwa yuko hapo? Tabu zote za nini wakati bwana mkubwa yuko hapo? Tuangaike kufikiria masuala sana hata ya kazi zetu, huduma, na wakati bwana mkubwa yuko hapo tunaenda naye kila mahali. Hatuna haja. Lakini Kristo aliwaambia subirini, hiyo tabia itakoma. Sasa kipindi ambacho Kristo amekufa, alafu akafufuka, akasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza pale. Anasema akakusanya pamoja pale ambapo aliambiwa kutana. Alafu akaambia nitakuja siku mtapokea Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi wangu kila mahali mpaka mwisho wa nchi. Sasa akiwa amekaa nao pale wale wanafunzi, Biblia inatuambia likaja wingu likamchukua. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Kristo anajua alichukuliwa na mawingu Yaani lilikuja wingu, mbingu zilishuka. Kristo hakupai. Ni mbingu zilishuka, mawingu alikuja. Mbingu zilishuka zikamchukua kabisa na lile wingu. Kwa hiyo wingu ndio lilikuwa linaondoka juu na Kristo kwa utukufu. Akaenda juu. Sasa wakati anachukuliwa anapanda juu, wale wanafunzi wakawa wanashuhudia kabisa jinsi alikuwa anapaa. Kwa sababu wasingeshuhudia wengine kusema pengine Kristo alienda kujificha mahali fulani akafa akatudanganya amepaa. Kwa hiyo walishuhudia kabisa akiondoka. Alipokuwa anapaa juu, wale wanafunzi waliokuwa wamesalia pale walikuwa wanamwangalia anaenda mpaka akapotelea mbinguni kule. Wakawa wanaangalia ule utoto bado uko ndani yao. Wanamwangalia pengine atarudi. Wakatokea watu wawili pale. Tunasoma Biblia tunajua habari. Malaika wakatokea pale. Wakamwambia nyinyi Galilaya kwa nini mnaangalia juu? Huyo aliyechukuliwa atarudi namna hiyo hiyo. Nendeni. Wakaacha kuangalia juu, wakaondoka. Sasa baada hapo walidhani mambo yatakuwa marahisi kama walivyodhania. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati sasa umekaa pale, walipoanza kuona sasa yule ambaye tulikuwa tunatembea naye tukutana na mapepo sugu, tunamuita hayupo. Wakaanza kufikiria nini cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule ambaye tukikutana na dhoruba kule baharini, tunapanda naye kwenye chombo. Sasa nyingine wakasema wakamchukua kama alivyo. Yaani alikuwa anatabia kumchukua Yesu kama alivyo. Yaani wanatumia kama chombo tu, msaada wao, kila kitu kwa sababu wanatembea naye. Yule ambaye tulikuwa tukiingia kwenye boti hatuna wasiwasi kwa sababu hata tufani kitokea atatuokoa. Hayupo sasa. Bahari ni ile, maadui ni wale. Yule ambaye alikuwa tukiona Mafarisayo tuogopi kwa sababu
yuko pamoja na sisi, anaweza akafanya chochote, hata akashusha moto. Sasa hayupo, Mafarisayo bado wapo. Yule ambaye wazazi wetu wakiumwa kama Petro, mke wake alipoumwa akaenda kumuomba Bwana akaja kumponya ile homa. Tuko tunamuita tu, hayupo. Yule ambaye tuko tukimwambia sema neno anasema, anapona, hayupo. Sasa tunafanya nini? Walipoona sasa kuna ukame umeingia namna hiyo, wakajua sasa tuko hivi tulivyo. Wakaanza kufikiri labda tumeachwa yatima nini, lakini wakakumbuka ile maneno kwamba sitaacha yatima, nitaletea msaidizi. Wakajua tumeletwa sasa kuanzia sasa hivi na kuendelea, sio Yesu katika mwili, ni yule Yesu katika roho. Tutegemee nini kilichosalia sasa? Kwa sababu hayupo yule ambaye alikuwa anatutetea, hayupo yule mwenye hekima ambaye tuko tunaisikia kwa masikio yetu. Tunafanya nini kuanzia sasa hivi na kuendelea? Wakarudisha tumaini lao kungoja ile ahadi tuko juu. Roho Mtakatifu alivyoshuka, wakapokea Roho Mtakatifu. Huu ni wakati ambapo sasa wakasema tutatumia Roho Mtakatifu kufanya kazi zote ambazo ziko mbele yetu. Lakini kwa kanuni gani? Kwa kanuni ya kufunga na kuomba. Kwa hiyo sasa wakaanza kujifunza namna kuvuta upako wa Mungu. Wakaanza kujifunza namna kuvuta mafunuo dhahiri. Hakuna sasa. Petro alibaki na maswali mengine mengi pengine. Sasa tufanye nini? Tuende wapi? Tukahubiri injili wapi? Kipindi kile wakitaka kwenda kuhubiri injili, Kristo alikuwa anatuma wale anaambia nendeni Galilaya, wengine nendeni Kapernaum, wengine nendeni Bethsaida, wengine nendeni Korazini, wengine kule miji yote ile ya Yerusalemu. Wanasubiria agizo la moja kwa moja kutoka kwa Yesu aenda kuhubiri injili. Sasa Yesu atupe tukubiri wapi injili? Tuende saa ngapi? Tufanye nini? Okay, nimekutana na changamoto hii, nafanya nini? Wakajua sasa hapa hakuna Yesu yule ambaye tunamtegemea. Yuko Yesu wa rohoni. Kwa hiyo Yesu wa rohoni tunampataje? Kwa kufunga na kuomba. Wakaanza desturi ya kufunga na kuomba kila kitu walichokuwa nakihitaji. Kila kitu walichokuwa nakihitaji, wakajua kanuni ya kukipata. Hiyo ni ufunuo, hiyo ni majibu ya maswali, hiyo ni nguvu za Mungu, hiyo ni upako. Hiyo chochote kile wakajua hapa tukianza tukienda kwenye ule mfumo wa zamani hatutapata jibu lolote. Wakaanza vipindi vya kukaa muda mrefu kwenye mifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaanza kukaa vipindi virefu vya maombi. Wala kuna Petro ambao kipindi Bwana Yesu anapanda nao mlimani wanalala. Sio Petro yule tunomsoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kipindi ambacho Bwana Yesu anapanda mlimani, anaambia mkeni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho radhi lakini ni mwili dhaifu. Kristo akaja akaamsha mara 3. Kasome kitabu cha Luka. Mara 3. Yaani amepanda nao mlimani. Tena kulikuwa kuna wanafunzi wengine kabisa walikuwa waombi. Afadhali na kulikuwa kuna wanafunzi watatu kidogo walikuwa na bidii. Petro, Yohana na Yakobo, au kidogo walikuwa na bidii kwa sababu Kristo ndio angalau wanapanda nao mlimani, lakini nao pia walikuwa wavivu. Wakienda kule mlimani walikuwa wanasali kidogo na lala. Lakini kuna wengine wale 9. Ukimtoa na Yuda ambaye walibaki nani? Hao ndo kabisa walikuwa hawana habari ya kuomba kwa sababu wakati Kristo yupo duniani walikuwa waombi. Wanaomba nini sasa? Kristo yupo. Kwa sasa kipindi ambacho Yesu anakaribia kusulubiwa, akaambia mtu neni tukaombe. Akachukua tena wale 3 akawatenga, Petro, Yohana na Yakobo. Akaambia mnjoni tuombe. Yeye akajitenga tena kiasi cha kutupa jiwe. Akaambia ombeni msije mkaingia majaribuni. Hawakuelewa nini maana kuingia majaribuni. Majaribu na wakati tupo na wewe. Akaondoka, Biblia inasema akarudi akakuta wamelala. Akaamsha, akamwambia Petro, umeshindwa kukesha nani hata saa moja? Amkeni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho radhi lakini mwili ni dhaifu. Hakusikia akalala. Akaondoka tena akarudi akakuta amelala. Akaamsha mara 3 akasema alaleni sasa. Iko siku huo usingizi utakoma wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hebu tumwangalie Petro baada ya. Huyu Petro ambaye alikuwa analala kipindi Bwana Yesu anatembea na Bwana Yesu. Usingizi umemlemea. Naomba tumwangalie Petro wakati Kristo hayupo, alikuwa ni mtu namna gani, na sisi tuweze kujifunza siku hii ya leo. Tujue tupo nyakati gani watu wa Mungu. Tufungue kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, kipindi ambacho Petro anatafuta ufunuo wa Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 9 mpaka 11. Naomba nianzie mstari wa kwanza sura ya 10, nyumbani kwa Kornelio. Sote tunajua habari ya Kornelio, kitu gani kilitokea pale nyumbani kwa Kornelio. Kornelio aliona malaika alipokuwa anaomba na alikuwa hakuwa Myahudi. Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa kwanza nasema palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida kikosi kilichoitwa Kiitali. Mtu mtaua mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote.
naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Akaona katika maono wazi wazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu kwa ukumbusho mbele za Mungu. Sasa basi peleka watu Yafa, ukamwite Simoni aitwaye Petro. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani, atakwambia kupasayo kutenda. Na yule malaika aliyesema naye akiisha kuondoka, Kornelio akawaita wawili katika watumishi wake wa nyumbani na askari mmoja, mtu mtaua katika wale waliomhudumia daima. Na alipokwisha kueleza mambo yote, akatuma kwenda Yafa. Sasa angalia mstari wa 9 ambao ndio msingi. Anasema hata siku ya pili walipokuwa wakisafiri kukaribia mji, Petro alipanda juu ya dari kwenda kuomba. Hebu sema kuomba. Alipanda unafanya nini? Hapa ni kipindi ambacho Yesu hayupo. Alipanda juu ya dari. Yaani yupo nyumbani kwa mtu, ni mgeni, lakini anaenda kuomba kwenye dari la nyumba ya mtu mwingine. Leo hii nani aliko kwa mtu alafu kule aambie msamani naenda kuomba? Nani anaweza kufanya hivyo leo? Sasa tena kusipiga magoti anambia Bwana nielewe Bwana, sasa hivi niko nimealikwa hapa nyumbani, ni kwa mtu Bwana. Nitaweza nyumbani kwangu na sali. Sasa hivi niko ugenini. Lakini Petro aliyepanda darini kwenda kuomba. Yapata saa 6 mchana, ni mchana. Maana yake hata usiku alikuwa anaomba, ni mchana. Akaumwa na njaa sana, akataka kula. Umeona? Sio kuomba tu, lakini alikuwa amefunga pia. Unaona? Vote vile. Akaumwa na njaa sana, akataka kula, lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia. Akaona mbingu zimefunuka na chombo kikishuka kama nguo kubwa, inatelemshwa kwa pembe zake 4 hata nchi, ambao ndani yake walikuwa aina zote za nyama wenye miguu 4 na hao watambao na ndege wa angani. Kisha sauti ikamjia kusema, ondoka Petro, uchinje ule. Lakini Petro akasema, hasha Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi. Sauti ikamjia mara pili ikamwambia, vivyo takaswa na Mungu sivite wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara 3. Kisha kile chombo kikapokelewa tena mbinguni. Ngoja nielezee vizuri hapa. Petro alikuwa amefunga hapa. Hapa alikuwa amefunga kwa sababu kikawaida uwezo uko umefunga asubuhi ikafika saa 6 mchana ukasikia njaa kiasi cha kuzimia. Ni lazima huyu alikuwa ameenda hata dry siku 3 au 4. Ni lazima. Ndio maana akakutana na hiyo hali. Alikuwa amefunga kavu. Sasa katika kufunga kwake na kuomba, sasa mchana yuko gerini kafunga, anapanda juu, njaa ikazidia, kabidi akamwambia jamani, hapa nakaribia kufa, nisaidieni chakula. Shafikia point. Unaomba mpaka unafika stage sasa una surrender mwenyewe, unasema sasa hapa naenda kufa. Bwana, niandalieni chakula. Kwa hiyo Petro wakati wanaandaa chakula, Biblia inasema kazimia. Manake kwa ufupi ni kama alikufa. Sababu ile njaa ilikuwa ni kali, akafa. Pointi hiyo ambayo alikuwa amefikia ndio Mungu alikuwa anataka ifikie. Sasa sio tukaige na sisi tuseme ngoja tukakae njaa mpaka tufikie hiyo point. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini yeye alifikia hiyo point. Alikuwa na nia kufika huko, lakini njaa ilikuwa kali, akiwa juu anasali. Biblia inasema akazimia. Alipozimia likaja ono. Akaona nguo kubwa inashuka kutoka juu imebeba kila aina ya mnyama. Nguruwe huko, mijusi, kenge, bata. Kwa ufupi vyakula vyote ambavyo vilikuwa ni najisi kwa Wayahudi. Akasikia sauti inamwambia Petro, toka chinja ule. Sio ule ambao vishaandaliwa, chinje yale. Akasema kamwe kije kuingia kitu najisi mdomoni mwangu. Ile sauti ikarudia mara pili. Chinja ule, akasema vile vile. 3 akasema vile vile. Le shuka likachukuliwa juu mdomoni. Baada hapo Biblia inatuambia alizinduka. Tuendelee pale. Mstari wa 7. Hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake nini maono hayo aliyoyaona? Alipokuwa anashangaa nini ya maana maono aliyoona. Wale watu waliotumwa na Kornelio wakiisha kuuliza nyumba ya Simoni, wakasimama mbele ya mlango. Wakaita kuuliza kwamba Simoni itoe Petro anakaa humo. Na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono, alikuwa anatafakari yale maono. Roho akamwambia, wako watu 3 wanakutafuta. Basi ondoka ushuke ufuatane nao, usione tashwishi, kwa maana ni mimi niliyowatuma. Petro akawashukia wale watu 3. Wale watu akanena, mimi ndiye mnayemtafuta. Mmekuja kwa sababu gani? Wakasema, Kornelio akida, mtu mwenye haki, mchaji wa Mungu, aliye na sifa njema kwa taifa lote la Wayahudi, alionywa na malaika mtakatifu kutuma watu kwako, uende nyumbani kwake apate kusikiliza maneno kwako. Akakaribisha wale
wawe wageni wakituishia hapa. Sasa nataka tuingie study, tujifunze. Hapa Petro alikuwa amekuja kwa huyu mgeni, huyu Simoni mtengenezaji wa ngozi. Kwa sababu alikuwa amekimbia kule Uyahudi. Herode alikuwa anatafuta kuwaua mitume, alikuwa shaua, ndio kipindi kile alikuwa amekamatwa Petro. Malaika akaja kumtoa, akawa amemkimbia. Kwa hiyo amekimbia kule, ameenda kwa mgeni. Kwa hiyo alikuwa na wasiwasi na wageni. Kwa sababu Herode alikuwa shatoa amri atafute Petro, na Petro tayari alikuwa shakuwa maarufu Israeli yote. Kwa wakati yuko kwa huyu mtu anasali kule darini akiwa amefunga, ono likamjia. Akaona lingo limeshuka kama tulivyojifunza hapa au tulivyosoma. Alafu akasikia sauti imwambia mara 3. Kumbe ile sauti ilikuwa inamwambia mara 3 ni watu watatu watakuja. Na wale wanyama ambao walikuwa wanaona najis ni watu wa mataifa. Kwa sababu watu wa mataifa ndio najis. Sasa lile ono lilitangulia ili kumpa uhakika Petro kwamba atakao kuja akubali kwenda nao. Kwa sababu watu kwa wanaokuja ni watu wa mataifa na tena ni maaskari, maana kikosi cha askari. Kwa walikuwa wanajua maaskari wote wanaotumwa lazima wametoka kwa Herode. Na akiwa kule juu anasali, endapo asingepata ufunuo, maana yake angesikia watu wanagonga kule, alafu anamuulizia yeye, akili yake moja kwa moja angejua amekuja kufuatwa, akamatwe, akakatwe kichwa na Herode. Ndicho alichokuwa anajua hicho Petro. Lakini angalia kumbe kuna mpango wa Mungu ambao ulikuwa unahitaji ufunuo wa kutosha. Petro alijua kwamba katika hizo nyakati inahitaji kuomba ili kuweza kujua vitu vingi vinavyoendelea. Ili kuweza kujua na kuepuka hatari zote za adui na kwenda sehemu sahihi. Kwa sababu kuna wakati mwingine inaweza kufikia hapa sio sehemu sahihi kumbe ndio sehemu sahihi. Na kuna mahali unaweza kufikiria hapa sio sehemu sahihi, hapa ni sehemu sahihi kumbe sio sahihi, na sehemu sio sahihi kumbe ndio sahihi. Kwa Petro alijua kuna shida hiyo. Yuko wapi Yesu kumuuliza? Yuko wapi Yesu katika mwili wa kumuuliza? Hayupo. Ni wakati wa kwenda kufunga na kuomba. Akafunga tena juu, akapokea ufunuo. Sasa wengi wetu tunaweza tusijue ukubwa wa ile safari ya Cornelio, ya Petro kwa Cornelio. Tunaweza tusielewe ukubwa au ufunuo mkubwa wake uko wapi. Umuhimu wa ufunuo ni kwamba Mungu alimfunulia Petro ya kwamba hata mataifa na wenyewe ni warithi wa ahadi za Mungu, jambo ambalo Kristo akawaambia ukiona duniani. Kristo aliwaambia hivi kwamba katika njia ya mataifa msiende, lakini nendeni kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa wale ambao mnapotoka hata nje ya nchi, msihubiri injili kwa watu wa mataifa. Hubirini injili kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Manake Waisraeli waliotawanyika kwenda mataifa mbalimbali, kawafuateni huko kwenye masinagogi yao, hubirieni. Msiingie katika nyumba ya mataifa msubiri injili. Kristo alipokuwa nao katika mwili, aliwaambia jambo hilo. Lakini hapa sasa Petro anakuja kupokea ufunuo ambao kidogo unakinzana na kile Bwana alichomwambia. Akiwa na sali kule juu, Roho anamwambia usome tashwishi, nenda nao. Petro akaanza kuwaza, lakini tulishaambiwa tusiingie kwa mataifa, kwa sababu tunajua kabisa wa mataifa ndio najisi, ndio viumbe ni najisi tulivyoviona kwenye ono. Kwa nini tuende sasa kule? Lakini ile sauti ikamwambia toa chinja ule, maana yake nenda kawape injili, nenda kawape kile kitu kilichoko ndani yako, usione tashwishi. Petro akashuka akaambatana na watu mataifa ambao sio tairio najisi. Alipofika kule kwa Cornelio, akaambia niambieni mlichonitia. Wakampa shuhuda kwamba malaika alimtokea Cornelio hivi na hivi na hivi. Wakati Petro anaanza kuhubiria habari za Yesu, Roho Mtakatifu akashuka katikati yao. Ilikuwa ni jambo jipya katika rekodi ya dunia, Roho Mtakatifu kushuka katikati ya mataifa. Petro akajua sasa hapa mambo yameshabadilika. Mtenda kuelezaje mitume kule? Mitume wakapata taarifa nyingine. Wakaona Petro aliingia kwa watu wa mataifa kula nao. Jambo ambalo Kristo alishalikataa akiwa katika mwili tukatalia. Alishasema tusiingie kwa umeingia kula nao. Petro akamwambia sikilizeni ndugu zangu, hata mimi niko naamini kama nyie. Lakini nilikuwa katika nyumba fulani nikiwa naomba nikaona hiki na hiki. Na Bwana akaniambia, Roho Mtakatifu akaniambia nishuke niende. Na nilipoenda, cha ajabu ni kwamba Roho Mtakatifu kashuka juu yao kama alivyoshuka juu yetu siku ile ya Pentecost. Hicho ndio kilichonishangaza. Petro alipomwambia vile, wale watu mioyo ikafunguka. Wakajua basi kumbe Bwana amewajalia watu wa mataifa na wenye injili. Hapo ndipo ulikuwa mwanzo wa watu wa Kristo kuanza watumishi wa Mungu kwenda kwa watu wa mataifa kuhubiria, kuombea, kuwatoa pepo, kuwekea mikono. Walikuwa waruhusiwa hata kwenda kuwekea mtu pepo mkono. Ndio maana Kristo alipofika kule katika ile Kana ya Lebanon, alipokutana na yule mwanamke anamwambia binti yangu amepagana pepo nisaidie. Yesu akamwambia sio sahihi kutoa chakula cha mtoto na kuopa mbwa. Kwa hiyo ilikuwa ni kaofa tukalipita. Kristo aliwaambia msiende huko. Sasa hiyo yote imetokana na nini? Ni kwa sababu Petro alifunga na kuomba. Amen.
Hali kadhalika na sisi pia, nyakati hizi tunazoishi sasa hivi sio nyakati za Bwana Yesu kuwepo katika mwili duniani. Tupo kipindi hichi cha pili cha Petro na wanafunzi na mitume, ambapo kila kitu ambacho tunakitafuta, kanuni ni kufunga na kuomba. Kila kitu tunachokitafuta, kanuni ni kufunga na kuomba. Ukitaka njia iliyonyoka, ukitaka Mungu akufunulie jambo, ni kufunga na kuomba. Na unajua kitu kimoja, sio kwamba Mungu anataka ili atupe jambo anataka tuone tukiwa na njaa. Sio kwamba ili kwamba atupe jambo fulani anataka tuone tunateseka. Siri iliyoko katika kufunga ni kwamba mwili unakinzana na roho siku zote. Na mwili unapokuwa katika hali ya kushiba sana, inapokuwa katika hali ya kuridhika sana, inadhoofisha utendaji kazi wa roho. Si unanielewa? Ushaonaga wachezaji wanaenda kucheza mpira. Wale wanakulaga vizuri kabla ya kwenda kucheza mpira. Wanakula vizuri. Lakini unapofika ile wakati wa kwenda kuingia kwenye mashindano yao. Sisi si washabiki wa mpira. Tunajifunza tu kwa hekima iliyoko huko. Kabla ya kuingia katika uwanjani kwenda kucheza, waga hashindili mavyakula. Wanafanyaga hivi? Mchezaji yote kafuatilia. Kabla kwenda kuingia kwenye mchezo, anakula vyakula vya kawaida sana. Wala hanywi maji. Kwa nini? Kile chakula kitaletea kichomi wakati wa kucheza mpira, itadhoofisha uchezaji wao na hivyo watafungwa. Kwa wanajua siri ya chakula ni kizuri, ndio kinaufaa mwili, lakini sio wakati wote chakula kinaufaa mwili. Hali kadhalika wakati wa maombi, chakula kiufai sana mwili. Kitakudhoofishia tu wakati wa maombi. Unaweza usione au usione. Sawa, kuna wakati ambapo utakuwa umekula utaomba, utapokea, ni vizuri. Lakini unapokuwa na chakula katika mwili wako, kile chakula kinaathiri roho yako kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa hiyo mtu ambaye anaomba akiwa amefunga ni tofauti na mtu anayeomba akiwa hajafunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu hajafanya hivyo ili kutupa adhabu. Anataka tuzoeze utaua, mambo yetu tuyafanye ende vizuri katika roho. Yaani speed ya kuomba ukiwa umefunga, uwezo wako kuomba ukiwa umefunga unakuwa ni mzuri zaidi. Performance yako, ule jinsi unavyoweza kufanya vizuri katika kuomba ukiwa umefunga inakuwa ni mzuri zaidi kuliko ukiwa hujafunga. Ukiwa umefunga siku moja, siku ya pili, ile siku ya pili ambayo umefunga, maombi ambayo utakuwa unaomba hata kama ni machache, hata kama ni machache, siku ya pili ya kufunga ni tofauti na ile siku ambayo hujafunga alafu kuomba maombi mengi kwa muda mrefu. Unajua kwa sababu gani? Tunaye Roho Mtakatifu ambaye anachukua ile nafasi. Kwa hiyo unakuwa uko mwepesi katika roho ukiwa umefunga. Ndio hapa sasa wakina Petro walijua siri kwamba ili tupate ufunuo lazima. Umeona huyu Petro alipokuwa amefunga mpaka alipozimia ndio ono likaja. Kwa nini? Kwa sababu roho yake ilianza kuvuta vitu ambavyo kikawaida hata watu ambao wana kufa mara nyingi. Kafuatilia vipindi ambavyo watu ambao labda wameachwa muda mrefu wajala au wamepotea mahali fulani alafu wamekaa wenyewe muda mrefu. Kafuatilia hawa watu. Wenyewe wanasayansi au watafiti wanasema kwamba mtu ambaye amepotea labda alafu amekosa chakula kwa muda mrefu, wanasema kipindi kabla hajafa, yani zile siku kabla hajafa, wanakuwa wanasema anapata kitu kinachoitwa hallucination. Yani anaanza kuona vitu tofauti ambavyo kwa namna nyingine unaweza sema mtu amechanganyikiwa. Anaanza kuongea vitu tofauti. Anaanza kukumbuka vitu vya zamani sana ambavyo kwa namna kaida kumbukumbu ni zisi mtu asikumbuki. Anaweza pia kuongea vitu ambavyo vitu vinavyokuja. Wenyewe wanasema hivyo watafiti. Anakuwa na uwezo wa kukaa yani roho yake kwa fupi inakuwa haiko sawa, yani inakuwa ndio stable. Kwa ana uwezo kukamata vitu ni kama dish linalo kamata. Roho yake inakuwa inaweza kukamata mawimbi ya mambo yanayopita au yanayokuja au yaliyopo saizi pasipo kujua. Inakuwa kitu cha design hiyo. Vile pia katika roho, unapokuwa katika hali ambapo mwili wako hauna mahitaji ya kutosha, hauna ile raha inayopata siku zote, ni wakati ambapo roho yako inakuja juu. Ni wakati ambapo roho yako inaingia karibu zaidi na katika uwepo. Unamsogelea Mungu zaidi katika uwepo. Unakuwa na uwezo zaidi.
Usiangalie pengine unaomba afu unaona unachoka, endelea kuomba. Stamina yako katika roho kuna vitu unavijenga, kuna vitu unaviongeza. Sasa leo nimekuwa nataka tujifunze hili jambo kwamba tupo katika wakati wa kufunga na kuomba. Kila kitu sasa hivi ukikitaka, jiweke desturi ya kuomba na kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Eneo lolote la maisha yako, iwe katika eneo la kihuduma, iwe katika eneo la kiutumishi, iwe katika eneo la kazi, iwe katika eneo lolote lingine, wala usikate tamaa. Unajua wakati mwingine unaweza kusema mbona nimefunga muda mrefu, mbona nimeomba muda mrefu na hakuna chochote kilichotokea. Kunacho kilichotokea. Bwana mapesi. Kunacho kilichotokea. Maombi pia ni kitu kingine kinachoitwa akiba. Unapoomba kitu leo, unaweza kuomba kitu ukaambia Bwana nitendee kitu fulani. Unapoomba leo na kufunga, kile kitu kwako ni akiba kwa ajili ya wakati unaokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Swala la kujibu ni la Mungu, tunamwachia. Lakini sisi tunatimiza wajibu wetu kufanya nini? Kufunga na kuomba. Jibu la Bwana litakuja leo, kesho, keshokutwa, hatujui. Lakini Bwana hata mtupa mtu hata milele. Biblia inasema katika kitabu cha Maombolezo sura 3. Anasema kwa kuwa Bwana hapendi kumhuzunisha mwanadamu wala moyo wake kuwatesa wanadamu. Hilo Bwana aliridhika kabisa. Maombolezo sura 3 inasema hivyo. Kwa hiyo unapofunga, fahamu kwamba ni kwa faida yako wewe mwenyewe. Utakuja kuona faida yake huko mbeleni. Sasa hivi unaweza usione faida yake, lakini faida yake ni kubwa sana. Kwa hiyo ili nilikuwa nasoma ambao nataka leo tujifunze ili tujijengee desturi za kufunga. Unajua Wakristo wengi pia tunapungukia hicho kitu, kufunga. Na mifungo iko mingi. Kuna mifungo yako binafsi ambapo unasema nimeweka tarehe fulani, tarehe fulani kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na kuna mingine usisubiri uongozwe na Roho Mtakatifu kufunga, kwa sababu Wakristo ndio tuko hivyo. Tunasema sijaongozwa kufunga. Kwani unaongozwa kula? Bwana Yesu asifiwe. Sema tunaanza kufunga. Kwa sababu hakuna sheria yote kwamba tumeambiwa kwamba ni lazima ule kila siku na usipokula ni dhambi. Bwana na pesa. Hakuna hiyo sheria. Tunakula kwa sababu tunatimiza wajibu wetu, tunajua faida za kula. Kwamba tusipokula ni madhaifu, tutapata udhaifu katika mwili, hivi na hivi miili yetu itatofika. Hali kadhalika kwa sababu hizo zipeleke katika roho kwamba nisipofunga kuna madhara haya na haya itatofika kwa sababu. Kwa hiyo ni lazima ni na desturi za kufunga. Kama ni kwa wiki mara moja funga. Lakini ipite mwezi kabisa hujafunga, mtu wa Mungu, jione huruma. Umedhulumu roho yako sana. Hususan kwa mtu ambaye umeokoka na muda mrefu. Hebu tenga muda wako. Unajua sehemu ya 10 sio fedha tu, sadaka. Sehemu ya 10 sio sadaka tu. Sehemu ya 10 inaanza kuanzia fedha, chakula, mavazi na muda. Angalau una sehemu ya 10 ya muda wako kwa Mungu kwa siku na masaa mangapi? Hebu toa sehemu ya 10 ya siku. Okay, siku imepita uwezi, labda siku uko busy. Basi siku nilikuwa busy. Basi eka sehemu ya 10 katika wiki, kwa sababu vile pia itakuwa imeingia katika hiyo sehemu ya 10. Sema katika wiki katika siku 10 siku moja nitampa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha Jumapili tunakuja hivi. Hii ni ya Bwana hii. Sema nitakuwa kabisa na siku yangu masaa 24 Bwana. Amen. Katika mwaka, hebu sema mwaka una miezi 12. Hebu mwezi mmoja na mwezi mmoja labda na siku kadhaa hapa. Hebu niyo nimefunga. Katika mwaka niyo na siku sio chini ya 40 au 50 nimefunga. Mfululizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo pia unakuwa umemtolea Mungu sehemu ya 10. Ibada zenye kupendeza hizo. Kwa sababu Mungu sio milioni, sio mkusanya mapato kwamba anataka fedha kutoka kwetu. Kwa sababu fedha tunazotoa zinaisha hapa. Si ndio? Zinatumika huko kwenye huduma, haziendi mbinguni. Lakini sadaka zetu sisi za maombi zinapaa juu mbinguni. Muda wetu sisi una record mbinguni. Kwa dhabihu ile takatifu ambayo tunaweza kumtolea Mungu ndio imeandikwa kwenye kitabu cha kuitoa miili yetu na toaje mwili wako kwa dhabihu hai na takatifu yenye kumpendeza Mungu. Kama hauna muda na Mungu, ujaomba kwa fedha, hatujaomba kwa fedha, si ndio? Tumeomba kwa mfano wa Mungu katika kanuni ambazo haziwezi kuelezeka kwa damu na nyama. Tukao wewe kama Mungu. Kwa hiyo kuomba na kufunga ni wajibu wetu sisi. Hebu funga, hebu omba. Na kufunga na kuomba pia. Kuna mtu anasema watoto hawezi kufunga na kuomba. Ngoja nikwambie kitu kimoja.
huyu mtoto huyu hawezi kufunga. Ukiona mtoto wako anataka kufunga, usimzuie. Usimzuie hata kufa. Kuna vitu ambavyo haviwezi kuleta mauti kwa mtoto. Kama yeye anataka kufunga, usimwekee kanuni. Unaweza kumwekea mazingira ya kuelewa kufunga na ukamfundisha kufunga akafunga. Mwekea mazingira, usimlazimishe. Lakini kama yeye mwenyewe anaona sababu za kufunga, mwache afunge. Bwana atamsaidia wala atakufa. Watoto imani nyingine tushaona. Unapofika ule mwezi wao kufunga, tushaona kitoto kidogo namna hii kiko kwenye mfungo. Leo kuna Wakristo ukiambia atafunga basi hata siku moja, hata kwa mwezi, hata na wenyewe hakuna. Na kila kitu tukianza kufanya hapo utafiti hapo. Kuna watu hapa ambao hawafungai kabisa. Bwana Yesu nasifiwe. Haje kufunga kabisa mfungo mrefu ule siku 30. Mimi nilishasema kwenye mifungo ile ambayo nafunga ya watu wa dini, nitarudi siku 10 nyuma na nitaenda siku 10 mbele. Bwana Yesu nasifiwe. Hawezi kunishinda. Ikifika msimu ule wa Kwaresma, mimi naenda siku 10 nyuma na naongeza siku nyingine mbele. Bwana Yesu nasifiwe. Hata kama sio 10 lakini lazima niende hivyo. Lazima nimejiwekea hivyo. Kwa sababu wao watafunga kufuata na mifumo yao. Mimi nafanya nini sasa hiyo? Tena ndio wakati mzuri wa mimi kufunga kabisa. Sifunge kufuata taratibu zao, lakini nafunga kwa sababu ya kwangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo haiwezi kunipita huo msimu wanafunga, mimi nimekaa ndani. Haiwezekani, nakula. Alafu ndo naenda kuambia nyie mnaabudu sanamu. Hapana. Mimi ndo naabudu sanamu kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu ni tumbo, si ndio? Sasa yupi Mungu wake anaabudu sanamu? Mimi naye kula au yule anayefunga? Wanaweza nasikia sana. Lefika sehemu zingine dhamiri zetu tushtaki wenyewe. Tunaenda kuhubiria. Unaambia unaabudu sanamu. Lakini ukimwangalia anafunga siku 40 kwa Mungu wao. Wachai wenyewe anafunga pia. Mganga anafunga kienyeji. Yeye sio shuhuda mmoja. Anakwambia mganga wewe amefunga karibia siku 100. Huyo mganga kafunga siku 100 anakaa tu milimani huko. Anakaa milimani. Mganga amejitenga, anakaa milimani anafunga siku 100, anapiga ramli huko, anaimba tu siku na mchana. Anakwambia njia ambayo mwanamke kapita apiti. Yaani wana kanuni zao pia. Amekaa kule. Sasa huyo mtu akuloge wewe Mkristo ambaye ufungu na free hizo laana tutavunja mpaka tunachoka. Sasa ngine tunatiana shida ya tumishi wa Mungu hapa. Bwana Yesu nasifiwe sana. Tunavunja laana leo, kesho narudi. Kitu kiko vile vile, mtu abadiliki. Kwa sababu gani? Anapambana na mtu mwenye nguvu kuliko yeye. Anapambana na mtu mwenye nguvu kuliko yeye. Kwa ndo maana kina Petro akajua mambo mengine hayatoki. Na Kristo akamwambia subirini itafika wakati. Tafunga na kuomba. Watafunga nyewe wacheni. Kipindi ambacho na wenyewe anaweza kuwindwa kama mimi ninavyoindwa sasa hivi. Watafunga na kuomba. Petro alikuwa anawindwa wakati anakimbia yuko kwa Simoni. Yuko juu ya dari. Anasalia kule juu ya dari. Huku chini anaogopa, lakini anakaa juu ya dari anasali kwa sababu anajua anawindwa. Na kweli wanakuja watu wanamtafuta. Alijua sio wakati wa kulala tena. Bwana Yesu nasifiwe sana. Amen. Kipindi ambacho unazungukwa na magonjwa sio wakati wa kulala, sio wakati wa kula upyo. Kipindi ambacho unatafuta kujua nini maisha yako, jawabu la maisha yako, jawabu la mambo yanayotokea ni nini maana yake. Ni wakati wa kufunga na kuomba. Unaomba huku unasoma neno. Wakati unataka mambo yako yatatuliwe, matatizo yako yaishe, changamoto zako zipite au upate hata sababu tu kwa nini haya yanatokea, ni wakati wa kufunga na kuomba. Binafsi self discipline. Discipline yani mwenyewe unajiwekea tu taratibu wako. Sio ule lazima tuje kanisani tutangaze hapa. Hapa tunatangazaga maombi lakini watu waombi. Najua Bwana Yesu nasifiwe sana. Wafungi. Lakini lazima uwe na huo taratibu wako binafsi wa kufunga. Amen. Hiyo itakusaidia mtu wa Mungu. Kwa hiyo ile hebu liweke kwenye akili yako. Ndio maana hapa kila siku tunajifunza sana mambo. Kama umegundua, kufunga, kuomba, kusali na kusoma neno. Haya ni mambo ambayo ni msingi sana hapa. Kwa sababu najua ndio syllabus yetu sisi wa Kristo milala hapo. Kufunga, kuomba, kusoma neno na kufanya ibada. Kwa hiyo hao ni mambo ya msingi sana tuyaweke katika roho yetu. Kwa hivyo tutaenda kusimama muda huu.